وآله الطيبين الطاهرين. يقول الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Jana tulisimama katika kuzungumzia almasjidu fi sunna au almasjidu fi alhadith, msikiti katika hadithi, na tulizisoma hadithi mbili. Hadithi ya kwanza ni ile iliyotuambia kwamba Mwenyezi Mungu huwata kuangamiza watu wa jamii kwa sababu ya kuweko watu aina mbili: watu wanaopendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na watu wanaoiamirisha misikiti ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lau si hawa, Mwenyezi Mungu asema la anzaltu adhabi, ningeliteremsha adhabu yangu. Hadithi ya pili tulizungumzia katika masala ya shikayatul masjid, kwamba msikiti utakwenda kushtaki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unene kharabuni wa attaluni wa dhayauni. Katika baadhi ya hadithi zilizopokewa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, maarufu inaosoma katika kila munasaba, ni ile hadithi inayotuambia mambana masjidan au mambana, iko kwa mapokezi tofauti. Mambana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna, mtu yoyote atakaye kujenga msikiti, au katika hadithi nyingine atakaye kumjengea Mungu msikiti, sio atakao kujenga msikiti, atakaye kumjengea Mungu msikiti, na Mungu naye atamjengea nyumba katika pepo. Vile vile twaona hadithi zinaotuambia masala ya alaka, taalluq. Muislamu atakikana awe na fungamano na msikiti. Msikiti katika maisha yetu kama Waislamu atakawe ni rafiki yetu kama vile marafiki wengine, kuwe na uhusiano, kuwe na relation fulani. Mfano utaona katika baadhi ya riwaya tuambiwa siku ya kiyama, katika uwanda wa hisabu, katika tatizo kubwa litakalokuweko kabla ya kuhukumiwa huyu ni wa peponi ama huyu ni wa motoni, ni tatizo la kiu na tatizo la jua kali. Katika kipindi cha kabla ya hisabu, zitu ziwili zitakuwa ni muhimu sana pale: kivuli, na hakuna kivuli kwamba kuna mti tutaukimbilia. Kivuli ni kivuli atakachokumpa Mwenyezi Mungu amtakao, kitaitwa kivuli. Na mai, hususa katika birika la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sasa kuna hadithi yatuambia sab'atun, watu saba, yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Watu saba Mwenyezi Mungu ndio atakayekuwapa kivuli cha siku hiyo. Mmoja katika hawa saba, nafikiri kila mmoja katika sisi tukisoma hii hadithi tutataka tujiulize tuko wapi katika moja katika hawa watu saba. Wa kwanza, imamun adil, mtu alobahatika akapoa mamlaka. Imamu hapa si imamu wa swala, hakuna uadilifu katika kuswalisha. Yani kuswalisha ni utawaswalisha watu raka 4 watashikandia watakwenda zao. Imamu na adil ni mtu alopoa mamlaka ya kutawali watu, ikawa pale alipo yeye pahitajika kufanywa kitu kinachoitwa nini? Uadilifu. Anapoufanya uadilifu, imamu au kiongozi kama huyu astahiki kutiwa kwenye kivuli. Na hapa tunataka tuelewe jamanini,
kila lilotaguliwa hapa mtakuja kuyaona ni mambo magumu sana. Hakuna kitu kigumu kama kufanya uadilifu ukishakusikilia kwenye uongozi. Kuona uadilifu kabla huyawa kiongozi ni kitu rahisi sana. Kuzungumza uadilifu kabla huyapata power ni kitu rahisi sana. Kutumia uadilifu wakati ushashika mamlaka yote, wakati hakuna mtu aweza kukufanya lolote. Hapa ndipo wakati hakuna mtu aweza kukufanya lolote, pale ufikapo kanena naweza kufanya nitakalo. Hapa ndipo mahala hatari. Pale unapofikia kwani mutanena maneno yenu yatafika wapi? Ndio ya lugha zile. Kwani utafanya nini? Kama una kiwingu kifanye nini? Hizi ndizo zile lugha za ana rabbukumul a'la. Alikuwa akizungumza Firaun kwa lugha nyingine. Hapa ndipo mahala kukapatikana kweli, na hapa ndipo peke yake kuna mtaalamu mmoja wa kizungu, si Muislamu, ana kitabu ameandika watu watukufu katika historia, awaita abaqira fi tarikh, wale mabingwa katika historia. Number 1 amemweka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata Nabii Allah Isa sijui amemweka namba ya 3 ama ya 4. Katika hoja kubwa anazozizungumza katika utukufu wa Mtume Muhammad, asema, ametaja mambo mingi, nitaka kulinukuu hili. Alibaki yule yule kabla ya kuwa mtawala na baada ya kuwa mtawala. Mwenye kumsoma maisha yake alipokuweko Maka, yatiman faqiran, sio hana chakula, kiketi na ndaa siku 3. Mtume kulikuwa kuna siku akiketi na ndaa siku 3. Siku keti na ndaa kwa sababu ya takwa, kwamba ati ni ibada. Hana chakula, hana. Alipokuwa raisi wa dola ya Kiislamu, na Madina iko chini ya nini? Ya mikono yake, na majeshi yako na mitini yake, hakubadilika. Wale maskini walokuwa wakimzunguka akiketi nao, kina Bilali, kina nani, wale hakubadilika kama ni mtu mwingine katika maisha yake, katika tangamano lake, katika tabia zake. Yule alokuwa mkarimu kabla hayawana nguvu, aliponena katika Taif, maana usinene kule Taif kwamba hana la kufanya ndo kana mmemwatia Mungu. Unajua kuna ile mmemwatia Mungu kwa sababu umekosa la kufanya. Lao ulikuwa unalo la kufanya, hungemwatia nini Mungu? Alipopijwa Taif alisema nini Mtume? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Haya ndo kwenye fathi Maka, ashaitawali Maka na wanajeshi 10,000 nyuma yake, na wameetwa wote wale walompiga, wale walokimweka choo, wale walikuwa kimtukana, wamepijwa kwenye nyororo, achiziwe macheni wote mbele yake. Awauliza, madha tadhunnuna anni fa'ilun bikum, hebu niambieni nyinyi mwafikiria mimi naweza kuwafanya nini? Wakamjibu wakamwambia, sisi tunavyokujua wewe ni akhun karimun, wewe ni ndugu mkarimu. Akamwambia ni kweli, idhahabu wa antum mutlaqa, sema fungueni cheni watendeleza. Uko kwenye power sasa. Hapa sio pale Taif amepigwa kwa majiwe ufukuza paka kukatoka mtumishi kwenye shamba akamwetia zabibu ndazi mshishie, hana chakula. Hapa usimeme na jeshi la watu 10,000, lao atawaambia wakateni zitwa zao, zitakatwa pale pale, na hala hahitaji fatwa ya kisharia. Wote walikuwa wastahiki kuwaua, si masala kwamba ana wasiwasi hufaa ama haifai. Wote ni katika wale walompinga. Akawaambia idhhabu fa antumu tulaqa. Utamkuta Muhammad alikuwa ni yule Muhammad kabla ya riasa na kabla ya kutawali, na ndio yule alokuwa baada ya kutawali. Tabia zake, kila kitu chake. Sitaki kuwarefushia. Alikuja ule mbedui. Hii hadithi nimewahi siku moja kuwasomea katika swala ya Juma hapa katika hutuba ya Juma. Alikuja ule mbedui toka safari mbali, amekuja kumkusudia kumzuru Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Madina hapo ashakuwa na dola, akatukuliwa mpaka akapekwa katika majlis. Mtume uketizie, akaambiwa kuna mgeni wako amekuja kutembelea, akasema mleteni. Ule bwana akiingia akawa amesimama hutetemeka. Kama wewe leo umepata nafasi umekwenda umemuona kama ni Uhuru Kenyatta sijui nani, hutetemeka, huzengea la kunena kwenye ulimi wake. Mtume amnua mato akamwangalia akamwambia, ma ya fulani, wata kufanya mambo hayo mbele yangu. Keti kama kawaida, angalia majlisi jamaa wakitizie, sisi uzungumza. Fa ana lastu bimalik, mimi si mfalme. Sitaki kusimamiwa mbele yangu, sitaki kuinamiwa, sitaki kitu chochote. Usizungumze na mimi kama unavyozungumza na nani? Na wafalume. Fa ana lastu bimalik, mimi sijasahau. Angalia Mtume akumbuka historia yake. Anena ana ibn imra'atin kanat ta'kulu alqadida bi Makkah. Mimi ni kijana cha mwanamke, kwa lugha zetu za kikwetu alikuwa kila ng'onda Makkah. Kadida ni ile nyama ya kuanikwa yuani, kama vile sisi tunaoanika nini samaki tukafanya ng'onda. Yani katika wale watu wa hali duni sisi tulikuwa tukiishi Makkah, chakula chetu kilikuwa nini? Sisi katika wale tulikuwa tukila bajia na mahamri, na ile makaratasi yetu tukifungia bajia na mahamri. Ndio sisi katika wale. Hatukubadilika. Kwa hivyo keti, zungumza na mimi kama mtu wa nini? Wa kawaida. Ndio maana imamun adil. Pili, washabun atakayekufunikwa kivuli cha Mwenyezi Mungu, barobaro. Na barobaro katika Uislamu ni kuanzia miaka 15. Umri hono 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 na barobaro ambaye nashaa akiinukia ameinukia na ibada. Billahi alaikum, sisi vijana sote tuulizane, ni wangapi ambao hakumbuki kutoka balighi ameata sala? Kutoka siku alipojua yeye amebalighi, hakuna ibada faradhi ya swala ilimpita akaiata asiswali. Ni wangapi? Haya maswala taka kila mtu aketi ajiulize. Sisi tuna ile miaka 15 ukali mtoto, miaka 16 ukali mtoto, miaka 20 ukali mtoto, paka henda kwa bakora ndo swala huwa ni 5 salawati. Hapa ni mahala muhimu sana. Lakini lau kutapatikana kijana ambaye hakumbuki, ya Ayatullah al-Mar'ashi katika maulamai wetu wakubwa sana walikuwa atqiya, siku alipokufa alihusia azikwe. Kwa maana masala yaweza kuwa na ikhtilafu, pahala penye ikhtilafu pawateni, azikwe na turba yake alokuwa akiswalia. Akaandika kwenye wasia wake, kwa sababu kwa muda wa miaka 40 sikumbuki kukosa kuiswalia salatul layl. Sio kuswali swala za faradhi, sikumbuki kukosa kuiswalia ile tunaoita salatu tahajjud kwa muda wa miaka 40. Nasema nitiliani kaburini na mimi asa itakuwa shafii wangu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna baadhi wameinukia katika ujana wao kabla hayabalighi na mpaka kubalighi, hakumbuki kwamba kuna swala imempita, hakumbuki kama kuna saumu ilimpita, hakumbuki kama kuna ya ibada yalimtoka. Huyu katika mbingu ana uzito sana. Ndio washabun nashaa fi ibadatillah, aliinukia, yani aliendeleza kutoka kubalighi kwake, aliendeleza katika ibada. Huyo ni katika wale 7 ambao Mwenyezi Mungu atamfinika kivuli siku ya kiyama. Watatu, wa rajulun qalbuhu mutaalliqun bil masjid. Hapa ndipo mahali tupatakapo sisi, na mtu ambao moyo wake umefungamana na misikiti. Moyo si mwili, moyo wake, alaka yake ya mahaba
alaka yake ya imani ya kihisia imefungamana na misikiti kwa kiasi idha kharaja minhu, akitoka msikitini huwa moyo wa mshawishi hata yauda ile paka arudi. Kama mtu na mwanamke ampendao, ukitoka nyumbani wa ukihesabu masaa wataka ifanye nini, yamalizike upate kurudi. Hivi ndivyo watu walivyofungamana na misikiti. Huyo ni watatu. Kwa hivyo imamun adil, barobaro aloinukia katika ibada, mtu ambaye moyo wake umefungamana na misikiti. 4 warajulan, na watu wawili, kana fi ta'ati llahi azza wa jalla fajtamaa ala dhalika wa tafarraqa, watu wawili waliojenga fungamano kwa ajili ya kumtii Mwenyezi Mungu, wakiwa pamoja kwa ajili ya kumtii Mwenyezi Mungu, wakiepukana kwa ajili ya nini, ya kumtii Mwenyezi Mungu. Yani tangamano lolote baina ya mtu na mtu mwingine, na wawili si lazima wawili, baina ya watu, kikundi, taasisi, jumuiya zote, yani amali ya pamoja, watu waloketi pamoja lakini kwa ajili ya kumtii nani, na wakiepukana pia ni kwa ajili ya nini, ya kumtii Mwenyezi Mungu. Mwingine, warajulun dhakara Allah khaliyan fafadat aina, na mtu alomkumbuka Mwenyezi Mungu akiwa peke yake, sio mbele ya watu. Mtu aliyomkumbuka Mwenyezi Mungu akiwa peke yake, mato yake yakamtoka matozi, sio kulia mbele za watu ukakivuta kwa nguvu. Uko pekee, mathalan uketizie masaa 8 ya usiku, ni kitandani, ni mswalani, ukakumbuka madhambi uliofanya, ukakumbuka chochote kinachokufungamanisha na Mwenyezi Mungu, automatic ukahisi mato yako uteremka nini, tozi lile. Mwenyezi Mungu halisahau, kwa sababu ni tozi limetoka kihakika kwa ajili ya nani, na limetingisa hisia zote za mwili, na limesukuma akili ikaipeleka katika tauhidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyo mtu atangia katika wale 7 ambao wastahiki kufinikwa nini, zivuli za Mwenyezi Mungu. Mwingine, 5, sio wa 6, 5, barobaro alipatwa faraghani na mwanamke dhatu hasabin wa jamal, mwenye hasabi, yani mwanamke mzuri, wana saba na urembo. Akakuita, ukaweza kumjibu la inni akhafu Allah. Simamo mgumu, faraghani taban, kama yalivyompata Nabii Allah Yusuf. Ukapatikana chumbani, umetiliwa piki, huna hofu, hakuna atakaye kutokea, hakuna atakaye kuja kukuona, na mwanamke, kipande cha mwanamke, kinasaba, kisura, kimwili, kila kitu, na akakwambia leo niko chini ya amri yako, kukutii kwa utakalo, kukupa utakacho. Ukaweza kuinamisha uso ukamwambia inni akhafu Allah, ukatoka ukenda zako. Huno ni msimamo Mwenyezi Mungu asema wastahiki siku ya kiyama kutengewa kivuli cha kukufinika. Si matezwa wala hayawi kwa kunena, haya ni pale yakitokea, pale yameshatokea. Sasa maana pia waweza kunena mimi yakinipata sitanena. Huwezi kuyua, kwa sababu mwanadamu anazitwa zingapi? Ziwili. Kikisimama kimoja kingine hulala. Bila shaka hizi ni mifano za Kiarabu, na zingine ziko baadhi ya riwayat kabisa, hazitembei ziwili. Sasa itategemea ile, hakuna adui ya mwanadamu kama quwwatu shahwa. Pale ikija, pale yachemka. Unaweza kumwona mtu amefanya wazimu, unaweza kumwona mtu aweza kufanya kitendo akamaliza, kisha yeye mwenyewe akajiuliza, mimi ndiwezaje kufanya lile? Wakati shahawati zinapokutia kwenye mikono kisawasawa, hukubadilisha ukawa hayawani. Ndio Mwenyezi Mungu akanena, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Moja kwa moja pepo. Mwingine, rajulun tasaddaqa bi sadaqa, alitoa sadaka,
fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yatasaddaqu biyamini. Mtu aliweza kutoa sadaka kwa kiasi mkono wa kushoto usijue kilichotolewa na mkono wa kulia. Na hizi ni mithali ya, hizi ni mithali. Hakuna kitu kibaya kama kufuatisha sadaka na man. Unajua man sio? Wala tamunnu, mimi nilikutendea kadhaa, wewe unifanya hivi leo. Hiyo ndio man. Mimi nilikufanya kadhaa, bwana ule mimi ndimuhudumikia kadha wa kadha, unipa kura mimi. Ziko kila ndia hizi huya. Suala ni hili, kwani wewe ulipoamua kufanya wema ule uliufanya kwa ajili ya nini? Kama ulifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ni kwa ajili ya sadaka, hakuna mukabil, hakuna kurudishiwa. Mwezi wake huu Maidatu Zainul Abidin, al-Imam Zainul Abidin alikuwa akilisha majumba. Watu walijua baada ya shakufa kwamba yeye alikitembea. Watu usiku wameshaswali matarawehe, wameshakuswali nini, sungia majumbani, yeye alikianda saa 8 za usiku. Washafunga zifurushi zake, ana ngano kilo 2 na 3, ayua kuna nyumba fulani hakukuliwa, ayua kuna mahala fulani kuna shida, akizunguka usiku kucha. Na hakuna, alikuwa hazengei hamali, na ni imamul muslimina, hazengei hamali kwa sababu hataki mtu mwingine pia amuyue kama yeye ufanya nini, kutoa. Akienda akigonga mlango, kikiweka kifurushi mlangoni, akiondoka kwa mbio. Mtu akitoka alikihisi tumegongewa mlango, amewekewa gunia ndani, muna chakula, muna kadhaa kitunda. Watu wakawa hujiuliza ni nani huyu agawanya chakula usiku. Kukaanda tena propaganda kwamba huterenka malaika usiku, ayua tena milangoni kifunguliwa, huterenka malaika usiku, kuna majini huwanya sadaka usiku. Mpaka siku alipokufa ikajulikana kwa sababu mbili. Kwanza ilikatika, kila aliyokuwa akipata kawa hapati tena. Pili, walokuwa wakimuosha walimuona na alama za ngudi, na hawakujaliwa kumuona akifanya kazi ya uhamali. Hakujulikana Imam Zainul Abidin kwamba alikifanya kazi ya uhamali, hayulikana ni shekhe msikitini ufanya nini, usomesha. Akaonekana maungo yake yote yana mapaku. Kalama ni kwa sababu ya kazi ya kuangata magunia usiku, akienda akiwapekea fukara. Lakini leo la tumekuwa malengo ya kutoa sio. Autadul masjid, katika hadithi zinauzungumza masala ya msikiti, kuna watu wameitwa zizingiti za msikiti. Zizingiti za msikiti, watad ni kizingiti, ama watad kama kizingiti ni kile, sijui nikiiteje Kiswahili, ukipiga khaima, kuna zile zigingi huzika za kuziwia lile khaima, zile katika lugha ya Kiarabu huitwa autada. Ndio ile waja'alna aljibala autada, kwamba haya majabali katika ardhi ni kama zile zigingi za kuizivilia ile khaima isende na upepo, na haya majabali ndio huikontroli hii ardhi ya isende na nini, na upepo. Kuna watu ni zizingiti ama ni ziguzo katika msikiti, wameitwa autada. Sikize Mtume sallallahu alaihi wasallam asemaje? Asema inna lilmasajidi autada, hii misikiti ina zigingi hizo. Almalaikatu julasauhum, zigingi hizo ambao ni watu hao marafiki zao malaika. Jalis ni mtu ketionae sana, kama ule ketionae barazani maskani itwa jalisuka. Julasauhum ni malaika. Hawa wakikosekana msikiti huulizwa na msikitini, huulizwa na malaika kabla hawajaulizwa na walioko pale msikitini. Malaika huzunguka wakauliza fulani na fulani leo wako wapi? Idha ghabu iftaqaduhum, wakikosekana msikiti malaika huwa miss.
Wa idha maridhu, wakiwa wagonjwa hawakuweza kuya msikitini, aduhum, malaika henda kuwatembelea. Wa inkanu fi haja, wakiwa katika maisha yao henda mbio watafuta maisha, malaika huwa wasaidizi wao. Hii ni stage, na hii yaboreshwa na yale mafungamano yako na msikiti. Ukiyaboresha, kuyaboresha kwa maana si kuyaboresha kwamba yana uliketi masaa 5 yao uketi masaa 10. Kuyaboresha nitakuja kuzungumza. Ukauingia msikiti kwa adabu zake, ukaketi kwenye msikiti kwa matakwa yake. Kuna mambo fulani yanaokufanya wewe upate zile fadhila za hapa msikitini kwa mujarrad wa kuketi. Yale ukiyaboresha ndio waja kufika kwenye kiwango mwisho tukaitwa ni autad wa msikiti. Hadithi nyingine, Mtume sallallahu alayhi wa sallam siku moja alimuuliza Jibril, alimwambia, ya Jibrail, ma hiya afdalul amakin wa man hum afdalun nas, sehemu gani katika hii ardhi ndio sehemu bora na watu gani ndio watu bora? Jibril akamjibu, ya Jibrail, ayul biqa'i ahabbu ila Allah ta'ala? Qala al masajid, misikiti. Hakuna mahala patakatifu katika ardhi kama msikiti, hakuna. Ukiweko ndani ya ardhi ya msikiti, we uko katika ardhi takatifu. Na unajua maana ya kuweko katika ardhi takatifu? Nabii Allah Musa aliambiwaje? ikhla'na alayka innaka bilwadil muqaddasi tuwa, vua ziatu. Vua ziatu, siku vua ziatu, yani hapa mahala pataka kuingiwa kwa haiba hizi, kwa utishio huu, kwa adabu hizi. innaka bilwadil muqaddasi tuwa, vua ziatu zako, vaa nguo zako za kisawa sawa, uhudhurie mahali hapa, sababu uko mahala patakatifu. Hapa ndipo khairul biqa. Na mbele naja kuambia mambo makubwa, hapa nyumbani kwa Mungu. Hapa nyumbani kwa nani? Kwa Mungu. Na nitakuja kuifasiri maana ya nyumba ya Mungu ni kwamba Mungu uko hapa ndani ukitizia maneno. Qala almasajid ndio ahabul biqa. Pili, wa ahabbu ahliha ila Allah, na mtu bora zaidi apendwao kwa Mwenyezi Mungu, awwaluhum dukhulan wa akhiruhum khurujan minhu, yule angia mwanzo na ni yule atoka mwisho. Tumeelewana vizuri sana? Siku zote yeye ndio wa mwanzo kuingia na ndio wa mwisho kutoka. Takuja kuyafafanua haya mambo kwa uzuri katika masala ya itikafu inshallah. Takuja kuzungumza zitu zinazofanywa misikitini. Namaliza hadithi ya mwisho au mbili zilobaki, pia mpokewa Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, fi Taurati maktubun, imeandikwa kwenye Taurat, fi Taurati maktubun inna buyuti fil ardi almasajid. Mwenyezi Mungu asema, nyumba zangu katika ardhi ni misikiti. Fatuba, furaha liabdin, ya mja tatahara fi baitihi, alotukua udhu akiwa nyumbani. Na hapa nataka kuwa kumbusha kitu kimoja ambao watu wengi hawakijui au wamekisahau au hatukitilii maana. Ukizisoma hadithi zataka zaidi utawadhe nyumbani kuliko kuja kutawadha msikitini. Hadithi nyingi, na hizi zaweza kuwa ni thawabu tuwazikosa, tutaka tutanabba. Hii masala ya kwamba kila kitu ni msikitini, choni ni msikitini, nini, haya mambo mapia mengi ya? Lakini inavyotakikana yataka ukitoka nyumbani umetiania, mimi nenda wapi, kitu cha kwanza utawadhe. Kwa nini nitakwambia? Ukiwa utatawadha pale nyumbani, unapotoka kila hatua ina uzito wa thawabu za kwenda msikitini na kwenda kwa mwenye udhu. Tupo vizuri sana jamani? Na kwenda kwa mwenye udhu tofauti.
na anayetembea asiyokuwa na nini, na udhu. Baina samai wal ardhi, tofauti kubwa kabisa hizi. Kwa hivyo ni aula sana utawadhe nyumbani, hata kama utakuja hapa utafanya tajdidul, kama iko tajdidul udhu kwa wale ambao waikubali, ama umekutangukia udhu utarudi utafanya nini, utawadhe tena. Usichoke, usione uzito kwamba utasikia mtu bwana, mimi hata nikatawadha nyumbani mimi tumbo langu linariahi sana, kitembea tabatilisha udhu. Usifanye. Hadithi za kwambia kwa kiasi unachoweza kubaki kuwa na tahara, baki na tahara. Hakuna hirizi, hakuna kombe, hakuna mpepea kama tahara. Kuliko kupoteza wakati wako kwenda ukaandikiwa hirizi, ukaandikiwa talasimu. Ukiweza kubaki mutatahiran saa zote, si lazima ndio kuswali, saa zote ukaweza wewe baki kuwa na udhu, hakuna shetani, hakuna jini, hakuna nganga, hakuna kadhaa atakudhuru wewe. Baki mutatahiran. Maji ya kutawadha utakutukosti senti ngapi jamani? Lakini sisi tuna tabia ya Mungu, hatuyaamini, tutaamini mengine zaidi. Mwenyezi Mungu ametuambia kuani na tahara mtakuwa katika salama, na haya mambo nimeyazungumza katika suratul Jin. Asema fatuba li'abdin tatahhara fi baitihi, furaha ni ya mja alotawadha akiwa nyumbani kwake, thumma zarani fi baiti, kisha akaja kunizuru mimi nyumbani kwangu. Billahi alaikum, takuwauliza kitu kimoja. Lau kuna kiongozi muhimu katika dunia kwako wewe, awe wa kisiasa, wa kidini, si muhimu, lakini ni muhimu kwako, akakualika kwenye kwenda kumzuru, sikilizani vizuri sana, akakualika, usawa ni kuoga nyumbani kwako ukavaa nguo zako ndio ukatoka ukamwendea, ama usawa mkwenda na nguo zako paka kwake ukamwambia mpachoni oge? Swali kila mtu ajiulize. Usawa ni upi? Utatoka na uchafu wako na magari yako paka usikilie kwenye nyumba yake, umwambie bwana mmekuwa kutembelea, lakini mando kabla sijaja rasmi mpa nafasi ningie chooni nifanye nini? Nijitayarishe, nijisafishe kisha nie. Sasa mwangalie Mwenyezi Mungu akwambia yeye msikiti nyumbani kwangu. Atakayekupenda kunizuru nyumbani kwangu akajitahirisha akiwa nyumbani kwake. Tupo vizuri sana. Akajitayarisha, akavaa vizuri, akaweka perfume zake, akatoka sasa hatua nendao kumzuru nini? Mwenyezi Mungu katika nyumba yake. Ndivyo inavyotakikana hivi. Ndio anatuambia fatuba li'abdin tatahhara fi baitihi thumma zarani fi baiti, kisha akanizuru mimi. Ala, kisha Mwenyezi Mungu akwambia ala wa inna ala almazuri karamata zair. Jamaa akiingia mgeni nyumbani kwako, hata kama huna kitu hutomfanyia hata chai ya mkoko? Sio ndo mila na desturi hizi? Hata glasi ya maji utampa. Mungu asema mimi najua, na kila atembelewao nyumbani kwake ni wajibu atoe nini? Atoe zawadi, atoe kitu, atoe kahawa, atoe chai, awape watu wane. Ala wa inna ala almazuri karamata zair, ni yula mwenye kutembelewa amkirimu mwenye kufanya nini? Mwenye kuja kumtembelea. Ala bashiril mashaina, kwa hivyo wapeni bishara wale wanaotembea fi dhulumati, katika kiza, wakaja ila almasajid kunizuru misikitini kwangu, misi wapi hapa, waambie nimewekea taa yao siku ya kiyama. Sema ala bashiril mashaina fi dhulumati ila almasajid binuri sati' yawm alqiyama. Mungu atujalie katika wale jamaa kwa kutupigia mayowe, undhuruna naqtabis min nurikum. Kuna watu watakao hutembea huandamwa na spotlight kwa lugha za kieo. Jamaa atakao kupigia mayowe, ngoja wewe na mimi mpate hono mwangaza. Ndio hawa. Yeye mwenyewe binafsi atakuwa angara. Ndio wale simahum fi wujuhihim min athari as-sujud.
na si chapa kile cha kutoka kovu hapa kama kile tukiamkwacho sisi chapa cha kuswali. Kile ni ila ni kovu katika nini kwa akhira. Hapa ni sifa, lakini kule ni nuru itakayokuwa yatoka kwenye paa la uso la ule mtu aliyokuwa akisujudu sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ile sijida itabadilika iwe ni shu'latun min nur katika uso, iwe yamemetuka yaonesha mwangaza. Hadithi ya mwisho yasema man ikhtalafa ila almasajid, anaupenda sana. Ikhtilafu hapa si maana ya kukhtalifiana. Ikhtilafu inakuja katika lugha ya Kiarabu kwa maana ya kwenda mahali ukiondoka mara kwa mara. Man ikhtalafa ila almasajid, anaupenda kutembelea misikitini sana. Hadithi yatuambia na imepokewa kwa Ali ibn Abi Talib alayhi salam, hakosi moja katika mambo 8. Mwenye kupenda kwenda misikitini hakosi moja katika mambo 8. Akhan mustafadan fillah, ima utapata rafiki, ndugu ambaye utajifaidisha naye kwa Mwenyezi Mungu. Na hapa nitakuja kuzungumza mbeleni katika nyadhifa za msikiti tunaita alwadhifa alijtimaiya, ile social. Msikiti wateza dauri gani katika kutengeneza watu kuwa marafiki, katika kutengeneza watu kuwa nini, kuwa ndugu, kuwa wanamtaa pamoja, kuwa maratibu pamoja. Hii ndio anaoizungumza Imam Ali. Kwanza akwambia utapata nini? Akhan mustafadan, utapata na wewe ukiwa huwezi, kuna mtu atakwambia ukeie. Utapata wewe ukiwa una matatizo, kikosekana kwa msikitini, watu watajifunga kutaka kuyajua matatizo yako. Ni faida ama si faida? Hii ni faida. Pili, au ilman mustatrafan, ama utakuya utasikiza pengine katika nitakao kuyanena leo 70% wayayua, 80% wayayua, 95 angalau kuna moja pengine ni pia, kuna mawili pengine ni nini, ni mapya. Au ilman mustatrafan, au elimu ambayo itakuwa ni mpya. Au ayatan muhkama, au ulikuwa una aya wewe waisoma kila siku lakini yaweza kumbe hufasiriwa hivi aya, umeongeza umeade katika elimu. Au yasma' kalimatan tadullu ala huda, au hukupata elimu, hukupata aya, hukupata hadithi, utapata mawaidha angalau yatakuongoza. Pengine wewe ulikuwa si mtu wa kutoa sadaka, ukitoka utotoka na moyo wa kutoa. Pengine wewe ulikuwa ni mtu si wa kuswali, ukitoka wewe utatia nia ya kuswali. Pengine utapata kitu cha kukupa nini, motisha wa kufanya jambo zuri. Au pia au rahmatin muntadhara, au pengine wewe una matatizo yako, umekuja hapa msikitini, dua za malaika zimekutanganya na wewe, ukitoka hapa imekuwa ndio sababu ya kutatuliwa matatizo. Huwezi kujua rahma ya Mwenyezi Mungu itateremka lini hapa. Au kalimatan tarudduhu an rada, au tasikia neno litakukanya kufanya jambo ovu. Au yatruka dhanban khashyatan au haya, ama ikiwa yote haya hayawi, ukizoea sana kwenda misikitini, hutoka picha katika mui kwamba wewe ni mtu wa misikiti. Na katika ule mui nataka kuja ukifasiri hichi kipande, kuja ukafahamika kwamba wewe ni ustadhi kwa lugha za kikwetu. Kwa ukafahamika kwamba wewe ni nani, ni ustadhi. Sasa ile ustadhi inao dori, ukataka kufanya jambo utajua mimi lakini hunumui inaonekana mimi ndio mtu kwenye misikiti nikombee nini, nitakuwa mfanye mambo haya utawata. Hata kama alikuwa kuwata kwa ajili ya nani, ya Mwenyezi Mungu, ni haya, kwa sababu waona haya kwamba utaambia na wewe pia umo kwenye mambo haya. Ndio hiyo. Au yatruka dhanban khashyatan au hayaan, na si makosa kuwata dhambi kwa haya. Napenda kunena si makosa kuwata dhambi kwa ajili ya kucha watu wasikunene, si makosa. Sineni ni sawa, lakini pia si makosa. Hupati thawabu lakini hukulipata ile dhambi. Tofauti ya anayewata dhambi kwa ajili ya kumwogopa nani, Mwenyezi Mungu, sio tu hatopata madhambi, atapata na nini, na thawabu. Ni kama amezosali. Thawabu haziko kwenye kufanya tu jamani, thawabu pia ziko kwenye kuwata. Ni muhimu sana hii. Thawabu haziko kwenye kuswali, kufunga. Thawabu pia ziko kwenye kutozini, kutolewa, kutojepa, kuto zote zina thawabu. Lakini zile zitakuwa
lillahi ta'ala. Ama ikiwa tutaziwata hizi kwa sababu jamaa wataninena, jamaa watanini, hizi zitakuwa hazina thawabu, utakuwa umewata tu. Na hizi hatari yake hazikulelei. Siku ukipata makawanda ni hatari. Siku ukipata makawanda ni hatari. Leo utakuta baadhi ya watu leo aiza kuwa wali min awliya illah, lakini mara ukaenda ukamdirika mahali siye ule kabisa. Kwa sababu gani? Ametoka kwenye mazingira, ametoka kwenye ile jamii, hakuna amuyu wao kule, hakuna amuyu amuankuwa ustadhi, hakuna amuankuwa shekhe kule, akawa huziterensha mbingu akizeta ardhini. Yako mambo haya. Wako wengine utawaona wavema gloves na masoksi huku kwetu na maninja na nini, mara utakuwa kupambana naye uve skin tight. Sasa utajiuliza hizi gloves za huku zilikuwa fashion ama zilikuwa za Mungu hizi? Na majilbabu hii ni katika nini? Namaliza kwa ufupi ndugu zangu, hapa nitakuwa nimemaliza kidogo tu kuwagusia aya za Qur'ani kidogo zilizozungumzia msikiti na hadithi. Kinachotungoja sasa yao ni kuingia kwenye mada, kwa sababu hizi aya ukizisoma tu kwa mfululizo tutazipita. Lakini wakati tutakapoingia kwenye mada, tutakuwa tuileta kila aya inayohusiana na mada ile na kuichambua, na kila hadithi inaungia pale na kuifanya nini, kuifafanua. Tutazirudia tena hizi, lakini nimependa tu kutoa picture. Leo nataka kumaliza dakika 2-3 na kitu kinachoitwa taasisi za Kiislamu. Kuna zitu zaitwa al-muassasatu al-islamiyya. Hapa sitaki kuzungumza kielimu, nataka kuzungumza kidhamiri baina nyinyi, mimi na nyinyi. Jamii ya Kiislamu yapekeshwa na hizi organization za Kiislamu, na zikitofanya kazi organization hizi zingine tuwajipotezea wakati. Na especially mimi nakusudia kwanza taasisi ya familia, mfano muassasatul usra, family, ambapo ni mahala tumepatupa sana sisi, na ndipo kila kitu. Pili, muassasatul madrasa, hizi madaris. Na nikitumia neno madrasa lisiwatukue nyinyi neno la Kiarabu. Madrasa na kusudia zituo za kielimu, iwe wayankuwa madrasa, iwe wayankuwa skuli, iwe wayankuwa ina utakalo kuyankuwa, yankuwe mahad, yankuwe darul ulum, yankuwe namna utakao kuwa mkuu, mahali tunapolelea watoto wetu kielimu, hizo muassasati. Tatu, muassasatul masjid, taasisi hizi za misikiti. Sitaki kwenda mbali sasa, kuna mengine mapia na sisi tukitaka kuzungumza muassasa za media, za Facebook, Suizani, hizi mando tuziwateni, tusimame hapa. Watu wote katika jamii zetu, na hii ni kazi imefanywa. Hii ni kazi imefanywa kwa muda mrefu, kwa kujua au kutojua. Kuibadilisha yataka muda, si baina lailatin wa dhuha. Imepewa siasa asilimia kubwa sana jukumu la mabadiliko ya maisha yetu. Asilimia kubwa zaidi ya ilivyo. Wengine na siasa anasema serikali, kadhaa, ofisi, court council, zile lugha zile. Lakini katika jamii zetu, taasisi hizi za kijamii ambazo uzuri wake bado ziko katika kontroli yetu kwa asilimia kubwa, sisemi 100%. Hata family leo haiko under kontroli yetu 100%. Kuna influence za mambo kadha wa kadha zinaungia ndani, lakini tunao. Huku kungine ni mambo marefu mpaka tutakapokuwa majority pale mahali.
paka tuwe kadhaa. Kule sisi huku twapigana kwa kadiri kile chetu tusikikose. Huku twapigana kile chetu tusikikose. Lakini leo wewe, mkeo, wano, shangazi, sijui nani pale, mwaweza kutengeneza hiyo daulatul khilafa mnaoitaka kabla ya kutupigia mayowe sisi kunde kwanza. Waweza pale mkatengeneza daula ikawa swala alfajiri watu wote winuka wakaswali. Mwaweza pale mkatengeneza daula kukawa kuna zipindi za kuswaliwa, kuna zipindi za kuketi kusoma Qur'ani, ama kuna mtu atakuja kukingilia, ama kuna katiba imekukataza mambo hayo, ama kuna polisi, ama kuna curfew imekuja hapo. Hakuna. Ziko kwenye control zetu. Lakini hakuna mashrui yoyote. Hakuna. Na hizi ni zitu zataka warsha. Kwanza watu wakai chini wadiskasi vipi watazikuza taasisi kama hizi na vipi zitaregeshwa. Na kuna baadhi ya watu wamezaa wastahiki na kufundishwa mwanzo namna ya kuzaa. Wakian, kuna watu ni bababa by mistake. Kuna watu ni mamama by mistake. Wakian. Kwa sababu wewe ukimwangalia ukali kijana hitaji baba kufanya nini? Wakumuyaya yeye. Hajaweza kujua responsibility zake za kama kuwa yeye ni nani? Ni baba kama kuwa ne. Lakini wajua kwa nini serikali ni ndio debe letu la taka na ndio kuziba izara zetu zote na upungufu wetu. Ndio leo utatukuta serikali hizi jana zetu hawafaulu, serikali hizi jana zetu utembea usiku mpaka saa 7 za usiku tusoma kiram, serikali hizi, kwa sababu sote tunataka kutupa mahali ambapo hakuna mwenye kumtetea. Jitupa vizuri sana jamani. Madrasa kwa muda mrefu sana hizi madrasa ziko kwenye mikono yetu. Na mpaka leo hususa hizi za kidini. Pengine skuli zikali zimetutoka toka nyingine. Hizi ni zetu personal. Twazifanya namna tutakavyo na kuzipeleka. Ziko baramij za kuwalelea watu na za kuwaandaa watu kiasi hiki cha kupambana na changamoto hizi. Minal asaf, mimi ni mmoja ni ibnul madrasa. Mimi ni mmoja ni msimamizi katika wanaosimamia nini? Madrasa. Lakini nataka kuwaambia bado kulingana na changamoto zilioko kwenye mui na zilioko kwenye umma hazijaweza hizi zituo kuwa tayari kupambana na mambo kama haya. Naam, kama kawaida yetu. Watu hatakiwa kusoma, watu kutupa mpira tu. Kwa ndio kazi rahisi, kila mmoja mtupia. Jana nasoma article moja ya katuni imeandikwa, kijana mfanya mtihani akafeli. Mzazi wawili, baba na mama, wakamshika mkono ule kijana wakaenda naye mpaka kwa headmaster. Wakali kweli, povu atoka. Wakamwekezea kidole ule anamwambia problem yote ni wewe. Wakaenda zao. Ukafanya mtihani mara ya pili. Wakarudi wakaungana sasa, headmaster na baba na mama wakamwekezea kijana kidole wote, problem yote nani? Ni wewe. Sasa kulikuwa kutaka picha ya tatu hapa, mwaweza kuiua ni ipi? Maana zile kwa mbili tu. Ya tatu haikuwekwa. Ilikuwa kuena picha sasa ya headmaster na walimu na wanafunzi wawaekezea zidole nani? Baba na mama, waambia problem zote ni nyinyi. Hii ilikuwa huwa hakuna mara nyingi. Huondosho. Ndio ile sasa utasikuta sisi mathalan tutanena watu hawai kusoma madrasa, watu sio hawafanyi kadha. Kwa nini wasia? Tuna dauri gani? Misikiti tulionayo leo holi huanda sasa amwa alikuwa hakuna mambo ya hizi za kuitwa qaat ijtimaia za kukodishwa. Lilikuwa lile lilikuwa la Harambe lilojengwa, limefanywa ni county nini sasa hivi ni court council, kisha likafanywa. Lile ndio lilikuwa maarufu likiitwa holi, hata jina lake lilikuwa nini? Ni holi. Lakini kulikuwa hakuna manini. Lakini ukizihisabu misikiti tulionayo ni holi ngapi tulikuwa tunazo kwenye Unumui? Kila mtaa una msikiti wa kuweza kukusanya zaidi ya watu 100. Hata ile mikubwa kama hapa kuingia 500, 600, 700. Ilitumika vipi misikiti ile zaidi ya kuswali? Kila mtaa tuna holi yetu sisi.
Hatuna haja ya kwenda kukodisha, wala kukodisha ziti, wala kunini kadhaa, wala kukodisha system ya speaker, wala Timbaland. Poleni msiniambie uharibia biashara zao. Wala Timbaland wala nini. Katika kila msikiti kuna nini? Kuna amplifier, kuna speaker, kuna maiki, kuna majambi, kuna holi. Yani ni center kamili ya kuweza kutumika kwa activities zozote. Mwataka kufanya jana zenu tuition hapo, akiruka lango hungia pale msikitini wa mtaa ule. Mwataka nyinyi wazee wa mitaa kukutana, mwataka zama zenu za kijamii kukutana. Nani alisema hizi zisifanywe msikitini? Lakini haikutumika kabisa. Sasa tumekuwa tumeyawata ya bure ya tufaao yenye misingi ya dini yetu, tumekwenda kuzengea ya kununua yale kinyume na sisi. Sasa utolewa matu ya mapesa, ukakodishwa maholi, kukaliwa wali, kisha na natija wala uzioni ya hizo zifanywa. Hapa ndipo narudi taasisi za kijamii, family. Inshallah siku moja katika Mungu akinipa uhai na uzima katika miaka itakayokuja, nitapanga kuzungumza muassasatul usra, family katika Uislamu. Lakini mara hii tuko na msikiti. Hizi ni zitu muhimu, napenda munipe masikio, napenda kunena. Tusizungumze kielimu. Yani hapa usitarajie kwamba tuaje kuzungumza zaidi aya itafasiriwa iye wala hadithi itafasiriwa iye. Nataka hapa leo kipindi hiki tuzungumze zaidi hii misikiti tulionayo karibu 40 katika mui wetu, tutaiamsha vipi Kiislamu ifanye kazi. Yani tusikilizeni kiamali, sio kinini kinadhari, kithiori, na natumai tutaweza kufaidika. Walhamdulillahi rabbil alamin.